umuhimu wa kuthamini maagizo ya Mungu. Haleluya. Tunapojifunza kwa habari ya maagizo ya Mungu, tunajifunza kwa habari ya kile ambacho Mungu anataka kitekelezeke kwa muongozo wake. Na kile kinachoitwa agizo manake ni kile kinachotoka kwa mwenye uwezo kwenda kwa mtu mtekelezaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ili akitekeleze. Haleluya. Na kinaweza akaambiwa kitekeleza kwa maana halisi ya kwamba kilete matokeo mazuri kwa yule anayekitekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunaposema kwamba umuhimu wa kuthamini maagizo ya Mungu ndani ya uwepo wetu, tunajifunza habari ya kuona kwamba faida gani tutaipata kwa kutii na kuyathamini maagizo ya Mungu ndani ya maisha yetu. Haleluya. Na maagizo ya Mungu ni kwa ajili ya wale wanaopokea maagizo. Faida ya wale wanaoipokea maagizo, wanapata faida gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatuambia, neno la Mungu linatukumbusha leo tuthamini maagizo ya Mungu. Maagizo, tendo la kuthamini ni tendo la kutii. Mtu anayetii maagizo ya Mungu, mtu anayejali, mtu anayethamini, maana yake anakuwa katika mazingira gani yenye kuleta faida kwake. Kitu chenye umuhimu ni kitu chenye faida. Haleluya. Huwezi kufanya kitu ambacho hakina faida. Maana yake Mungu anataka kutukumbusha ni nini ambacho tunapaswa kuwa nacho katika msingi wa kuthamini maagizo ya Mungu. Na yale maagizo ya Mungu ni yale maneno ya Mungu ambayo yamekuja kwetu ili tuweze kuyatekeleza. Haleluya. Au ni yale ile sheria ya Mungu ambayo ipo ndani ya uwepo wetu kupitia neno la Mungu ili tulitekeleze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maagizo ya Mungu yana umuhimu katika maisha yetu ili katika hayo maagizo tuweze kupata faida. Na hakuna faida ambayo inazidi kuyatii maagizo ya Mungu. Kwa sababu ndani ya maagizo ya Mungu ndiko ambako kuna siri ya matokeo yote ambayo yanahitajika ndani ya maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu amekuwa akisema na watu kwa njia mbalimbali ili watu waweze kuyachukua yale maagizo na kuyatendea kazi yaweze kuleta matokeo ndani ya maisha yao. Na hivi tumekuja mahali hapa, Mungu anasema kwamba mimi ni Bwana Mungu wenu, niwafundishaye ili mpate faida. Mungu ndiye anayetufundisha ili tuweze kupata faida. Kwa hiyo umuhimu unajikita katika kuyapokea mafundisho yanayotoka kwa Mungu ili tuendelee kupata manufaa. Manufaa ambayo mwanadamu anayapata ni manufaa yanayojikita katika msingi wa maisha yako binafsi na hatimaye msingi wa kufika katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yanapaswa yatambue kusema kwamba sisi tu watu ambao ni watekelezaji wa maagizo ya Mungu. Na yale maagizo ya Mungu ndio ambayo tunapaswa tuyathamini na kuyajali. Na tukishajali yanaleta matokeo katika maisha yetu. Lakini shetani kazi yake ni kutengeneza mazingira ya kutusahaulisha na kuyapuuza yale maagizo ambayo Mungu ameyakusudia ndani ya uwepo wetu ili tuendelee kubaki katika hali tunayopaswa ambayo hatupaswi kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kupata mateso. Roho chafu zinaanza kutuandama. Mawazo mabaya yanakuja ndani yetu. Nguvu za shetani zinaanza kuja kwako kiasi kwamba huwezi kujizuia. Unaanza kuelekea katika msingi usiompendeza Mungu kwa sababu maagizo ya Mungu hayajakaa ndani yako. Biblia inasema kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Maana neno la Mungu likikaa kwa wingi linajenga imani ndani yako. Na likijenga imani ndani yako linaenda kukinga kila uharibifu unaokuja ndani yako. Kila kinachokuja ndani yako kinaenda kuathirika kupitia neno la Mungu. Kama vile Yesu ambapo alijaribiwa pale mlimani wakati yuko katika maombi. Shetani alipotumia njia ya kuambia kwamba Bwana jitupe chini, Mungu atamtuma malaika, akamjibu kwa neno kwa sababu alijawa na neno. Haleluya. Na alipojawa na neno lile liliweza kumkinga shetani
kukinga lengo la shetani lisiathiri uhalisia wa kusudi la Mungu ndani ya maisha yake, kwa sababu Yesu hakuja ili ajitupe tu chini, alikuja ili aokoe ulimwengu, na kusudi lake ni kuona analitimiza lile kusudi kupitia hatua zile mbalimbali ambazo anazifanya katikati ya uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaona mambo ya muhimu ambayo tutayapata katika uwepo wetu katika kuyatii na kuyathamini maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza na kuendelea. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza, tutaenda kupata pale kwamba kwa kuyathamini maagizo ya Mungu ni nini ambacho tunakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini ambacho ni cha thamani kinapatikana ndani ya uwepo wetu. Biblia inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yako yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaanza, neno la Mungu halijaanza kusema kwamba nitakutukuza juu ya mataifa yote duniani. Ameanza kwamba itakuwa utakaposikia. Neno la kusikia, neno la utii, neno la kuthamini, neno la kujali, neno la kuchukulia umanani. Haleluya. Neno la kuchukulia umanani. Hivyo unapoendelea kuchukulia umanani, anasema matokeo ya kutii neno la Mungu, ndipo utakapopata matamba. Neno hili wakilizingatia na kulitii neno la Mungu, watapata baraka na matokeo mazuri ndani ya uwepo wao. Kwa sababu